Habari gani mtazamaji wetu wa Yeguas TV. Hii ni Yeguas Update. Katika habari zetu ni tunahakikisha kuwa tunakupatia habari zetu nje na ndani ya mipaka ya Tanzania, na hapa leo habari kuu ikiwa ni ziara ya waziri wa mifugo pamoja na uvuvi Mheshimiwa Balozi Bashiru Ali Kakurwa ambaye ameweza kufanya ziara yake katika mkoa wa Mara, katika hasa jambo kubwa ikiwa na lengo kuu ikiwa ni kuzungumza na wadau wa uvuvi. Wameweza kufika hapa katika baadhi ya mialo na baadhi ya sehemu ambazo zinahusiana na uvuvi pamoja na mifugo, hasa wakiwa wameanzia wilaya ya Msoma mjini ambapo wameweza kufika na kuzungumza pia na uvuvi, lakini ziara hiyo imeweza kuendelea siku hii tarehe 22 mwezi wa 12, ambapo wizara hiyo ya mifugo na uvuvi ambayo aliambatana na jopo zima la wataalamu kutoka katika wilaya hii ya Msoma vijijini, pia ameweza kufika katika eneo la Vizimba ambalo ni maeneo ambayo ni maarufu kwa ajili ya eneo tengefu ambalo limetengwa kwa ajili ya kuendesha shughuli za uvuvi kupitia njia ya Vizimba. Pia waziri huyo hakuisha hapo, ameweza kuendelea moja kwa moja mpaka katika mwalo wa Busekera ambapo wameweza kuzungumza pia na wadau wa uvuvi, lakini na kutoa elimu na mipango kazi ambayo imewekwa na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Hassan Suluhu. Musoma hoye! Hoye! Maendeleo hoye! Hoye! Mheshimiwa Waziri safi! Makofi mengi sana kwa Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Waziri, karibu sana. Hapa tuko kijiji cha Busekera na kata yetu hii ya Bukumi, halmashauri ya wilaya ya Msoma. Wengi wanapenda kuita Msoma vijijini. Lakini Mheshimiwa Waziri, mbele yako ni wananchi na wavuvi na wafanyabiashara wa kijiji chetu na wilaya yetu hii ya Msoma. Amtex Tanzania Limited ni kampuni iliyosajiliwa kisheria katika mji wa Musoma iliyopo maeneo ya Baruti Maziwa. Inajishughulisha na uuzaji na usambazaji wa kemikali zinazotumika katika kuozesha udongo wa dhahabu na kuchenjua dhahabu pamoja na vifaa vinavyotumika katika maabara za madini. Amtex Tanzania Limited pia tunajihusisha na kufanya tafiti mbalimbali za kisayansi. Amtex Tanzania tuko Musoma, mtaa wa Baruti, mkabala na kiwanda cha maziwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0762899395 au 0784521013 au 0768687453. Hamtex Tanzania tunasema quality is our first priority. Ulipo tupo, wote mnakaribishwa. Hapa kufanya mambo makubwa. La kwanza, kujitambulisha kama viongozi wapya wa Wizara ya Mifugo na Uvuvi, sekta ambazo ndizo zinawabeba wananchi wetu wengi kiuchumi, na hasa katika wilaya ambazo zinapakana na ziwa Victoria kwa upande wa hapa Mara. Na mbunge wenu alikuwa ananiambia ana kata 21. Kata 18 zina mahusiano na shughuli za uvuvi katika eneo lake. Ndugu zangu wa Busekera na wavuvi wote, tuna muda mfupi sana kwa sababu Mheshimiwa Waziri lazima aende wilaya ya Bunda leo hii, na hapa tulikuwa tumepanga kuwepo kwenye saa 6 hivi. Ameanzia Msoma mjini, amekuja kule Suguti Vizimba. Sasa hapa naomba tutumie muda vizuri. Mheshimiwa Waziri, ukiniruhusu, naomba nifanye mambo yaende vizuri. Mafanikio yenu na matatizo yenu huyo na maombi, akimaliza kama kuna mtu akijaongelewa hapa ataongezea, na Mheshimiwa Waziri ndio ataweza kuanza kujibu. Karibu. Changamoto ambayo tulionayo ni hasa kwenye upande wa mazao ya samaki aina ya sangara.
Zao la sangara ni sangara ni mojawapo ya samaki anayotoa zao moja linaitwa bondo, na kwa hapa Tanzania na nadhani kwa Afrika Mashariki kwa ujumla, nchi mojawapo ambao ni wafanyabiashara wakubwa wa hili zao ni wa China. Sasa kumekuwa na changamoto ya hii biashara kutokuwa na bei elekezi, kwa maana kwamba Mchina kwa sababu ndo anajua thamani ya hili zao, ana bei yake anayojiwekea. Leo unaweza ukakuta leo asubuhi bei ni tofauti, ikifika saa 6 bei ni tofauti, ikifika jioni bei ni tofauti. Na sababu kubwa wanasema kwamba ni kulingana kwamba ni ile kuchange kwa dola, kwa sababu kubwa wanayoisemea wao. Kwa hiyo mimi pendekezo langu kwenye hii ni kwa naomba serikali hebu tuwe na uelekezaji wa bei, hata kama watu wanakuja kununua hili zao kwenye nchi yetu, basi kuwepo na bei elekezi. Lakini pia kama serikali itaona ni swala jema, hili zao lichakatiwe hapa nchini kwetu, kiasi kwamba wewe wanakuja kuchukua product ambayo tayari imechakatwa. Hii yawezekana ikawa ni bora zaidi, kwa sababu wanakuja kuchukua malighafi ambayo tayari tumeshaichakata sisi wenyewe. Kutokana na hali ya hewa zinavyokuwa zinajitokeza katika shughuli zetu za uvuvi, tunapoona changamoto, mitumbo yetu inapasuka mara kwa mara. Lakini sisi sekta ya uvuvi hatuangaliwi kama sekta zingine za mamlaka za nyumba na sekta zingine zinazoweza kuangaliwa kuja kusalimiwa, hata kupewa pole. Idara ya uvuvi tunaacha na tunalipa mapato na hakuna lolote tunaloweza kusalimiwa hata kupewa pole. Hivyo Mheshimiwa Waziri wa Uvuvi, naomba sisi wavuvi wa dagaa pamoja na wavuvi wa sangara Mwaro Busekera, pindi tunapokuwa tunapata changamoto za dhoruba, mitumbi yetu inapasuka, tuweze kuwa wahanga wa matatizo kama hayo na kuangaliwa, angalau tuje tusalimiwe na kupewa rambirambi, kwa sababu sisi ni walipa kodi kama walipa kodi wengine. Imekuwepo tatizo la uzamaji. Mimi nilikuwa naomba serikali itusaidie boti pindi inapotokea dhoruba, iwepo sababu ya msingi kuchukua ile boti kwenda kwenye uokozi. Na pia tunapopanda sisi wavuvi, asilimia kubwa elimu tunazo za kawaida, hivyo tunahitaji jiografia ili kwenda kufanya uzalishaji. Hivyo nilikuwa naomba kama inawezekana, waziri, utufungie mnara kwenye mlima Mtiro hapo juu, kitakuwa ni indicator au kiashiria kwamba tumetoka Busekera, eneo letu ni hilo. Ukitokea hali ya ukungu, basi iwe ni sababu moja hapo yetu sisi kutuongoza kurudi katika makazi yetu. Naomba kuwasilisha. Na serikali hii iko mikononi wenu kwa mujibu wa katiba. Tunapojitokeza tuelezeni ukweli, hata wakati mwingine tukosoeni hadharani na waziwazi ili tuweze kujisahihisha. Wanawashukuru wale waliofuata wakaeleza yale ambayo niliyatarajia na ndiyo yaliyonileta. Hatupangi ziara bila kwanza kutafuta taarifa tunakokwenda. Huu mwalo ni mwalo wa kimkakati nchi nzima kwa upande wa dagaa. Unajulikana ni chanzo cha mapato ya halmashauri na mapato ya serikali, ni chanzo cha ajira ya vijana, ni chanzo cha mlo, usalama wa chakula, na ni eneo ambalo linakuwa haraka. Uvuvi wa kisasa, wa kibiashara na wenye tija, unaoongeza ajira, kukuza uchumi wa nchi pamoja na uchumi wa wavuvi wenyewe. Pamoja na kwamba yamezungumzwa mengi mheshimiwa, na kwa sababu ya muda nisingependa kurudia chochote, la kwangu litakuwa dogo. Kama alivyozungumza mkurugenzi wetu, changamoto mlizowakilisha hapa za mitaji zimeonekana ni kubwa, lakini anasema ofisini kwake amepokea maombi ya vikundi vitatu tu. Rai yangu kwenu vijana wenzangu, lakini wanawake, kwa sasa kanuni zetu zimerekebishwa, umri ni mpaka miaka 45, na tumekwisha ambiwa hapa kwamba wananchi wa Busokera ni wachapakazi, wananchi wa Busokera sio wavivu, wananchi wa Busokera wana rasilimali ya maji ya Ziwa Victoria na wanajua namna ya kuitumia. Wanachohitaji ni kubustiwa kidogo ili waweze kusonga mbele na kufuta umaskini.